Maashara sana. Ni kazi ngumu sana. Ni kazi mzito. Niseme nini baada ya wanavyoni kama hawa? Mtume alisema, ya imanu fa kullu muyassar lima khuliqa. Fanyeni, kila mmoja hufanyiwa wepesi lile aliombiwa. Hawa masharifu wameambiwa elimu, waniwepesi kupata. Na mambo yao ni mepesi. Na ilmu huifikia haraka. Sasa wakishasema wao, sisi tuseme nini? Ni vigumu. Lakini ni amri, na amri hii ya saa kuna kheri, amri ambayo itafanya na mimi nifungue kinywa changu kueleza machache. Kwanza, kabla sijaeleza 5 maqasid li tilawati al-Qur'an, kuna makusudio 5 unapoisoma Qur'ani uwe nayo katika nafsi yako. Lakini kabla sijazungumza, nilipokuwa hizi aya zikisomwa hapa, kuna kitu nimekigundua. Kitu chenyewe ni kwamba Mwenyezi Mungu mara nyingi anaposema ya ayyuhalladhina amanu taqullaha, mbele yake kuna jambo au kuna amri. Mfano, hii aya iliyosomwa ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wabtagu ilayhi wasila. Mbona? Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum hadith wa la haraj. Ulimlango kufungulia. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha, sote kiziangalia mbele kuna amri imefuatia ambayo yataka tufanye. Hii ni katika ajabu ya Qur'ani. Jambo la pili ambalo nimeliona hapa, nimemkumbuka Sheikh Muhammad Mutawalli Sha'rawi kuhusu masaili ya tawassul, alijibu uzuri sana. Ukisoma katika fatawa zake, Sheikh Muhammad Mutawalli Sha'rawi aliulizwa nini tawassul? Tawassul ni nini? Alijibu kwa kafu ya tashbihi na kilichofuatia. Alisema kadawa. Basi tosha. Naam. Kadawai. Tupo Sheikh Muhammad Mutawalli Sha'rawi aulizwa nini tawassul, alijibu jawabu fupi yenye kutosheleza. Akasema kadawai, kama dawa. Kama dawa vipi? Wewe unapokula dawa yoyote, sina haja kuitaja jina, dawa yoyote ukameza, ndani ya nafsi uitakidi hapo zao ni nani? Kwa hivyo ile dawa ni nini? Ndio tawassul. Umefahamu? Unapokwenda kwa daktari akakudunga sindano, tena ukasifu ba daktari fulani sindano yake kumfa yakuni. Sindano yake kumfa yakuni, akikudunga hapo basi. Kuna wengine huomba aswa, mbona kumdunga sindano leo? Na ngome itaondoka. Kwa sababu kule kupoa kwake kumo ndani ya ile sindano. Je, sindano yapoza? Apoza hakika ni nani? Ni Allah Jalla Jalaluhu. Mimi na wewe leo tukaenda pwani asubuhi. Walipofika pwani asubuhi, ukakuta kuna mtu yuwazama katika kule kuogelea. Ukamuokoa. Ukija mjini utasemaje? Lao si mimi angekufa yule. Mbona? Lao si mimi angekufa yule. Wewe ni nani hata sife? Au wewe ni nani mpaka afu? Kwa hivyo wewe ni wasila wa ule kutokufa. Ni wakati ule uende pale, uende ukamuokoe asizame, lakini ukitoka utasema lugha ile juu kabisa, lao si mimi angekufa. Lao si sindano yake nisingepona. Lao si dawa yake yenye nguvu, basi ingekuwa mimi kwa heri. Dawa haiponyeshi. Ndio pale unaposoma zile aya zile za majazi ile, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum iman. Aya za hazizidishi imani. Kuna watu zisomwa usiku na mchana wana hawali.
Zadatu imana, mwenye kuzidisha imani hakika nani? Ni Allah jalla jalalu, ndio mwenye kuongeza imani. Kwa hivyo usipate tabu mtu anapoulizwa nini tawassul, mwambie mtu kadawali, basi tosha jawabu, nenda zako. Atajua kama kadawali kama vipi, mwambie hivyo tulivyofahamu kupitia kwa Sheikh Muhammad Mutawalli Sha'rawi alipoulizwa kuhusu tawassul. Sasa ajabu zaidi hili aloeleza Sayyid Jaafar, mtu kwambia kwamba unaweza kutawassal kwa amali njema, lakini huwezi kutawassal kwa dhati. Kwani amali njema hufanywa na nani mpaka zikawa amali njema? Zile amali njema kwa amali njema humea kama mhogo, hushuka kama mvua, hufanywaje? Hutendwa zile amali njema, zikitendwa ndio hupatikana mwenye kutenda. Sasa zile amali njema zisingekuwa amali njema bila kutendwa, huwaje amali njema zikafaa kutawassal kwazo, ule mwenye kuzitenda sifai? Hapo tuna vitu kwamba havikubaliani na akili inagoma. Maashara muslimini, nisingie zaidi huko nikawa mimi ni mufassir na ufasiri wako, lakini tu na mimi nivuke nende kwa mtu alofatia ili kila mahali niguse, sitishe nagusa tu hivi. Lakini tukisema kuzama humu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi wasila, basi wiki za kumalizia. Lakini wacha nende kwa sei niguse nako kidogo. Amezungumza habari ya Qur'ani. Mmoja katika wanavyuoni madakatira wamesema unaposoma Qur'an fala budda min 5 maqasid, uwe na makusudio matano. Ule msahafu umeubeba katika mkono wako, nini inapita katika moyo wako? Kitu gani kitakuwa kinapita katika mawazo yako? Lazima kuwe na makusudio matano. Kusudio la kwanza athawabu, thawabu kwanza, thawabu ipite. Man qara harfan min kitabillah falahu hasana والحسنات بعشر أمثالها ولا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Kupita kwamba mimi hivi sasa nasoma napata thawabu kwa fadhila za Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu, napata ujira kwa msimamo wa Mwenyezi Mungu kama na rehema zake zilivyo kwetu sisi. Ndio utaona pale tunapoisoma Qur'ani tukakusanyika msikitini baada ya kufariki mmoja katika ndugu zetu, tukisoma sote, shekhe hunyanyua mikono yake akasema Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu min alqur'ani ila ruhi fulani, kwa sababu tulichokitarajia katika kisomo kile, awalan athawab ni thawabu. Kisha baada ya hapo tunamuomba shekhe mmoja aliyohudhuria anyanyue mikono yake, amuombe Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu kwamba hizi thawabu 1, 10, milioni zimfikie fulani. Kwa hivyo umeona kwamba Qur'ani haimfikii maiti. Kimfikia cha maiti nini? Nani achukua mswahafu akapeleka makaburini? Nani? Kinachopelekwa kule ni zile thawabu. Lakini wengine wakwambia waweza kusoma aya za adhabu, khudhuhu fagulluhu thumma aljahima thumma fi silsilatin dharuha 70 dhira'an faslukuhu. Umpe mswahafu, ambia babako Mungu mchukue, funga, piga, kanyaga, tia ndani ya moto babako. Mtume hakusema man qara'a harfan min ayati al-'adhab wala man qara'a harfan min ayati ar-rahma, man qara'a harfan min kitabillah. Ala sabili mfano, nikupe mfano. Leo mimi nitachukua tasbihi nikawa nasema Firaun, sipati thawabu, sipati kitu. Lakini wanaje leo ukasema idhhab ila firauna innahu tagha, unaona ile Firaun inapata thawabu 10, re 10, aini 10, wao 10, nuni 10. Hatakuwa tasbihi kaza na Firaun. Madamu si Qur'ani upate kitu. Kwa hivyo hatuangalii kwamba tunasoma ayatul adhab au tuasoma ayatul rahma. Hapana, man qaraa harfan min kitabillah, yoyote ambaye kwamba atasoma harufu yoyote katika Qur'ani, basi hivyo ndivyo atapata thawabu.
Kwani nikupe mfano? Imamu Magharibi akaingia hapa akasoma qul ya ayyuhal kafirun, naambia nyinyi maamuma, la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidun, arudia tena wala antum abiduna, mwisho kabisa lakum dinukum waliyadin, nyinyi maamuma mna yenu na mimi na yangu, kwa elimu na rukuu. Iko sawa? Ikiwa utafuata yale maani ya Qur'ani, iko sawa? Hakuna sawa. Kwa sababu tangu mwanzo imamu atufutubu sisi tena qul ya ayyuhal mlioko nyuma huko, la a'budu ma ta'buduna, kabisa. Si tu hata nyinyi pia, wala antum abiduna ma a'budu. Pengine hamkufahamu wala ana abidun kwa ismul fa'il, pengine ile katika zile afaali hamkuelewa. Abidun wasmul fa'il yufidu thubuta. Mwisho lakum dinukum waliyadin. Kwa hivyo hatuangalii maana. Tukiangalia maana hayotokuwa. Tunaangalia thawabu zisomwazo katika ile Qur'ani, ndizo zimfikiazo maiti. Kama vile tunapopika wali, hatupeleki biriani kwa maiti, upelekwa vile ikitafunwa watu wakateuka, zile thawabu. Nadhani kwa kiasi hichi itakuwa tunaelewa kwa haraka kwamba kinachokusudiwa katika tilawatul Qur'an athawabu. Thawabu kwanza. Kwa hivyo unapochukua msahafu ukautia katika kitanga chako na ukawasoma, basi awali shay inapita katika hali yako ni athawabu. Twende la pili ni munajatu wa mas'ala. Athawabu munajatu wa mas'ala, shifaa'un, ilmun wa amal. Jambo la pili ni munajatu wa mas'ala. Thawabu azipata uwe na munajat, kunong'ona, kuzungumza, kuomba. Unapoisoma Qur'ani wazungumza, tunajima, wanong'ona na nani? Wasema na nani? Wazungumza na nani? Ni ladha ipi, kama tulivyoambiwa na Sayyid, unapokuwa wasoma Qur'ani waipata kwamba wazungumza na nani? Mwangalia Nabii Allah Musa alayhi salam alipokuwa azungumza na Mwenyezi Mungu. Wako watu balagha hapa, azungumza na Mwenyezi Mungu jalla jalala. Mwenyezi Mungu amuuliza, "Wama tilka biyaminika ya Musa?" Nini hiyo nabeba kwa mkono wako wa kulia ile Musa? Nabii Allah Musa akasema, "Hiya asaya, fimbo yangu." Sitosha, lakini hiya asaya atawakkau alayha wa ahushu biha ala ghanami wa li fiha ma'aribu ukhra. Ya nani yote hayo Nabii Allah Musa? Ni fimbo yako tu yatosha, lakini kuna ladhatul munajat, kuna utamu wa kuzungumza. Mwangalie Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokwenda kwa Mola wake katika Isra na Mi'raj, Mwenyezi Mungu anambia omba. Omba wataka nini? Hakusema ya Rabbi nipe pepo, ya Rabbi. Ya Rabbi Nabii Allah Daud umempakana. Ya Rabbi Nabii Allah Musa umempakana. Ya Rabbi Nabii Allah Daud umempakana. Ya Rabbi, yani kwanza azungumza na Mwenyezi Mungu. Sisemi mfano, niseme at-takribu ya mfano. Leo utahudhuria mbele ya rais, akwambia wataka nini? Mzee, nikwambie nini bwana? Mzee, Kenya yote ni yako. Mzee, na wewe angalia benki zote ziko mkononi mwako. Mzee, yani huwezi kusema nataka ardhi mkubwa kule bichi, nataka. Mzee, mambo yafahamu siku hizo uchumi ule. Mzee, utabakia mzee plus mzee mpaka mzee plus. Kwa sababu ya ladha wanong'ona na mzee. Walillahi al-mathalu al-a'la, si mfano, itakuwa ni at-taqrib al-fa'il. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko na Mwenyezi Mungu, azungumza, umempa Daudi kadha, umempa kadha. Mwisho Mwenyezi Mungu ambia laqad ittakhadtuka habiba, wewe umekufanya kipenzi, la udhkaru ila wa zukirta ma'i, sitajwi ila watajwa pamoja na mimi. Mwisho kabisa ameweza kupewa haya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii yaitwa munajat, ladhatul munajat. Kwa hivyo unapokuwa umeshika Qur'ani, jambo la pili ambalo kwamba
litakuwa linapita katika mawazo yako na umelitia na umelikusudia nini? Munajatun wa mas'ala. Ala sabili. Unapoingia katika surati al-Fatiha, hebu iangalie utaona imesheheni munajatun wa mas'ala. Kwa haraka tu, surati al-Fatiha ni sura ambayo imebeba kwamba unapoisoma tunaji rabbak wa tas'alu rabbak, wanamwona na Mwenyezi Mungu na wamuomba. Angalia tangu alhamdulillahi rabbil alamin wa hisnihi arrahmanir rahim, ziangalia zile aya maliki yaumiddin. Unafika mahali na kafu ya kitabu iyyaka, huyo ndiye sasa iyyaka na'budu wa iyyaka munajatu wa mas'ala. Wanamwona na wamuomba Mwenyezi Mungu jalla jalala. Leo kuna wakati ungeieleza kwa uchache, lakini naona wakati watupa kishogo. Twende la tatu. La tatu ni shifa. Pause. Tuna maradhi sampuli mbili. Kuna maradhi ya ndani na nje. Tuna maradhi kama ulivyoelezwa hapa, chuki, hasadi, hikdi, na tunayajua katika mioyo yamejaa. Mwenyezi Mungu muombe ayaondoshe. Kuna maradhi ya nje tulionayo tele kila siku, hata kwa India, wenye Pakistani, sijoenda Moshi, yote ni maradhi. Wa yunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun, sio lilmuslimina, linani? Lilmu'minin. Waislamu hawana shifa. Wenye shifa ni mu'minun, wenye kuiamini Qur'ani kweli kwamba ni shifa, ambao wakisoma zile ayati zikipita za mgonga kwamba atapona kwa ile Qur'ani. Mungelie Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ile Qur'ani kwamba yapoza na ina baraka. Alikula nyama ya zunguo. Siku ile tu ruqya si zunguo, ruqya sharia. Sema zunguo makosa, poka hizo ruqya sharia. Kiswahili inaitwa nini hapa siku hizi ruqya? Tena ruqya sharia na bei anaami shilingi 2000, Bakara shilingi 5000. Si kama zamani ukienda kwa wazee huku zungua kutufia nenda zako. Siku hizi mambo kwa mipango. Anaami na aya ngapi? Na namna hii, yani mambo hayaendi kiholela siku hizi. Si zunguo siku hizi, ni ruqya. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi kwamba ifahamika wale masahaba wake walikwenda kwenye kijiji wakazuiliwa kuingia, hadithi maarufu. Kufika pale ule Sayyid al-Hayy ule akawa amedonwa, humwa kuisha kumfanyia dawa hapo. Basi katoka fikra, waambieni wale waliozuiliwa kule nje, henda wakawa na dawa ya kumfanyia huyo bwana wa kijiji. Walipoulizwa akasema naam tuna. Wakaenda akamsomea surati al-Fatiha, pale pale akapoa. Pale pale akapoa. Sasa alipoa kwa sababu alikuwa na imani, au mwenye kuisoma alikuwa na imani zaidi? Tukwa ni mwenye kusomewa alikuwa na imani sana, au mwenye kusoma? Sheikh Yufka kuna mmoja alikuwa kupandisha majini al-Qur'an. Sasa kwa kuna sheikh mmoja ameenda kumsomea kulullah kapona. Mara yule bwana akawa yuko maskini akufa, kwa kana Ustaz Shabani akametoa kumsomea, kachukuliwa kasoma ile Bakara yote, ile jini halishuki. Akaambia yule mwenye kusoma Qur'ani kila siku hayuko, huyo hafai. Bakara yote jamaa. Sasa ni Qur'ani au mwenye kuisoma? Kwa hivyo Bakara yote asoma, si jini shetani alishuki. Na hujashika akasoma kulullah ulikenda zake. Leo amekuja shehe kusoma Bakara, Ali Imran, Nisa, na zote zifanye kazi. Alqalat fi Surati al-Fatiha ikasomwa. Ule bwana akapoa. Baada ya kupoa basi akawapa mbuzi, sehemu katika mbuzi. Ni ngapi? Lakini ni mbuzi. Walipofika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakamweleza, na baada ya kumweleza basi akasema idribuli sana, nipigieni fungu na mimi nyama ya ruku ya mzuri sana na baka. Mtume sallallahu alaihi wasallam akala nyama ile ambao ule bwana akaponyeshwa kwa surati al-Fatiha. Kwa hivyo unaposoma Qur'ani tarajia shifa ndani ya Qur'ani. Tarajia kwamba Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu atakupoza. Wapendwa Waislamu, mimi nikome hapa kwa leo.
Ikiwa nitaruhusiwa siku nyingine nitakuja kuyamaliza mengine yaliyobaki, maana ni marefu mno. Ni marefu mno na nyinyi mmechoka na mtarudi kazini na kuna maswali mngeweza kuulizwa. Mimi nimetabaruku tu, si mzungumzaji, lakini khamsatu maqasid tumeweza kueleza matatu haya. La kwanza nimeweza kufahamisha kwamba athawab thawabu zipatikane, munajatu wa masala ipatikane, shifa ipatikane, kwa ruhusa ya Habib tupate elimu. La nne hilo elimu. Unaposoma Qur'ani upata elimu, zile aya za kufundisha. Na naam, unapopata elimu ile waifanyia kazi. Leo Waislamu hawana Qur'ani kwani? Mbona wapigwa? Waislamu ni watu kwa nyuma kiteknolojia? Hapana. Mbona wadhalilika? Mbona waonekana kwamba wako nyuma kielimu na Qur'ani wanayo? Kama anavyosema moja katika ile At-Tibyan fi ulum al-Qur'an, asema jaa an-nabiyuna bil ayati fansaramat wajitana bi kitabin ghayri munsarim ayatuhu kullama tala al-mada judud yaziduhunna jamal al-itqi wal qiyam. Qur'ani aya zake kila siku ni mpya. Ikija teknolojia ya sujudu mbele ya aya za Qur'ani, ufumbuzi wote utakaokuja lazima usarende na ukubali kwamba Qur'ani ni kalamu Allah. Lakini wako wapi wale wenye kubeba maneno haya? Wako wapi ambao walisoma Qur'ani wakaweza kuyachukua maneno kama haya akawa na ilmu? Na ikiwa tutachukua basi itakuwa ni kama alivyoeleza mwenyewe, ni ilmu dhaifun mahzuzun hashun. Ilmu ambayo kwamba dhaifu, haina maana, haisaidii. Kama siku moja akapiga mfano kumuona profesa, mmoja profesa anakuja katika muhadhara kueleza madhara ya kuvuta ile sigara. Alipoingia kwanza akavuta yeye, kapiga moshi miwili mitatu na waangalia, alafu akaanza muhadhara madhara ya sigara katika mapafu. Aeleza kisiha namna gani akawa asoma, lakini kabla kwanza akapiga moshi aangalia. Na muhadhara wa leo ni kuonesha madhara ya sigara kwenye mapafu. Umeandika pale, au siku hizi kuna zile sasa teknolojia yaonesha kitu cha maneno, na profesa amekaa kwanza akapiga moja, lakini wakati wa kupiga vile vile anageuza ile pakiti na anambia uvutaji wa sigara unaweza kukupa ile pakiti yenyewe kitambo hiyo watoa, anavuta kigeuze na anambia uvutaji wa sigara unaweza kudhuru afya yako. Na yeye anasema anavuta hivyo na washa nyingine anavuta. Sasa elimu hii kwa nini wewe hii? Kwa nini afike daraja hii? Kwa nini awe na fikra hizi? Hizi ni ilmu dhaifun mahzuzun hashu. Ni ilmu dhaifu isiyokuwa na maana katika maisha. Ni ilmu gani tunataka? Tunataka al-ilmu at-tafsiliyu al-hadir. Ilmu ambayo kwamba fanya kazi katika maisha yetu. Sisemi sote tuwe maimamu, lakini hapo ulipo wewe kama daktari, Qur'ani yakusaidia nini katika udaktari? Wewe kama ulipo ni mwalimu, Qur'ani yakupa miongozo gani katika ualimu? Wewe ulipo ni mkulima, Qur'ani yakusaidia nini katika ukulima? Wewe ni fundi, ni sarmala, wachomelea, Qur'ani ya kuongoza nini katika usalama na ufundi? Ilmu. Kisha mwisho kabisa amal, matendo. Mwenyezi Mungu atupe amali njema. Mwenyezi Mungu atupe fathi. Mwenyezi Mungu atupe mazuri. Mwenyezi Mungu ajalie haya tuliyoyasema yatiwe katika fungu ya yenye kukubalika. Yani badilishe mimi niliyosema kwanza na nyinyi mlioyasikiza inshallah taala. Yawabadilishe na shekhe wetu, mtoto wa mwanachuoni wetu, Mwenyezi Mungu ampe afya inshallah taala. Ili na alasiri pia tupate majawahi kule Anisa na penginepo, ili tuweze kupata mengine. Maana hata tarehe 19 tunamngoja Kilifi, tunamngoja Kongowea usiku. Zile harakati za babake alikuwa ni umma. Inna Ibrahima kana umma. Ibrahimu mmoja alikuwa ni umma na Usama mmoja alikuwa ni umma.
Sisi waenda mbio tukaenda huko sijui wapi Dar es Salaam, tukirudi wa taabani mpaka wiki moja kwanza upate kusuguliwa mafuta kwanza mgongo mzima na miguu. Alafu ndio shikamani. Yaani kuzunguka na akirudi bila wasiwasi wote. Na akiweza kuyafanya yote. Dhalika fadlullahi yutihi man yasha. Hizo ni fadhila za Mwenyezi Mungu kumpa mtakaye. Lakini pia tusahau sirul abai fil abnai. Msisahau nayo siri ya baba katika watoto. Siri ya khitani kwa Mumbali. Siri ya Muhammad kwa siri Jafar. Namna hii mambo yana hivyo. Mungu atujalie tubadilike kwa hizi darasa. Na Ramadhani ikimalizika tu tupiga hatua na tumebadilika. Hizi ayama maadudat hizi. Unaona? Ayama Mungu akusema 30 yawma. Anasema ayama maadudat. Kuna nini humo ndani? Sisi